Ni kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 na ule mstari wa 19. Ukiweza unaweza ukapeleka mpaka mstari wa 21. Inasema, tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwapo kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ilimpasa kupokewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kumbuka wale waliokuwepo ibadani, tulisoma kile kitabu cha Yoeli mlango ule wa 2 mstari wa 12 mpaka ule wa 13. Naomba tuusome tena halafu tuendelee. Yoeli 2 mstari wa 12 mpaka wa 13 inasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Darueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hugairi mabaya. Tunapoelekea sikukuu kubwa ya kukumbuka ukombozi wetu, yani Pasaka, ni kipindi kizuri sana cha matengenezo juu ya maisha yetu. Matengenezo binafsi, matengenezo ya nafsi. Matengenezo yako yataleta matokeo kwenye mafanikio. Matengenezo yako ya bidii na ya kweli yataleta matokeo ya wewe kufurahi. Kwa nini? Kuna mahali kuna matengenezo. Ukisikia mahali kuna matengenezo, basi kuna mahali pamebomoka, kuna mahali pameharibika. Ngoja niseme mwenyewe amen. Haleluya. Na kuharibika kwa mambo ya rohoni ni kumkosea Mungu, ni kwenda kinyume na mapenzi yake. Pale tunapoenda kinyume na sheria zake, tunapoenda kinyume na kanuni zake, tumebomoa. Kwa hiyo lazima tutengeneze, na gharama ya matengenezo wakati mwingine inakuwa kubwa kuliko ya mjenzi, kwa sababu inawezekana tumejenga ile kanisa vizuri, tumepaka rangi, kila kitu kimeisha, lakini tukibomoa mahali itatugharimu gharama kubwa zaidi kuliko ya ujenzi. Amen. Ndio maana mtumishi wa Mungu Yoeli anasema, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Moyo wako umeuweka kwa nani? Moyo wako uko wapi? Moyo wako umeuweka kwenye fedha? Moyo wako umeuweka kwenye kitu gani? Mungu anasema nirudieni kwa mioyo yenu yote, kwa sababu moyo ulioambatanishwa na fedha, siku zote kumtumikia Mungu ni shida, ni kazi kweli kweli. Wakati mwingine utaambiwa tu tunahitaji sadaka, unaangalia ile fedha, hivi kweli hii fedha yangu kweli niitoe sadaka? Lakini moyo ulioshikamana na Mungu hauangalii fedha. Nirudieni kwa mioyo yenu yote. Halafu anasema na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Unaweza ukasema kuomboleza. Mungu anataka turudi kwake kwa nguvu namna hii, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Mambo yetu mengi yamefungwa kutokana na maisha tunayoishi, kutokana na mienendo tuliyo nayo, kutokana na tabia tulizo nazo. Wana wa Mungu wengi, najua nyakati tulizo nazo sio nyepesi sana katikati ya watoto wa Mungu. Mambo ni mengi, vishawishi ni vingi, na wengi tunataka kwenda na wakati,
na wengi tunataka kwenda na dunia inavyotaka. Kwa hiyo usipokaa vizuri ndani ya Yesu, ni rahisi sana kuyumbishwa, ni rahisi sana kuondolewa. Kwa hiyo Mungu anaposema nirudieni, larueni mioyo yenu, anasema wala sio mavazi. Larueni mioyo wala sio mavazi. Ukisoma kile kitabu cha Daniel ule mlango wa 9, tutakutana na Daniel wakati anatafuta kujua kwa nini yuko utumwani. Daniel wakati anatafuta kujua yuko utumwani, kwa kuvisoma vitabu akatambua miaka ya wao kuwa utumwani ilikuwa ni miaka 70, na akajua muda wa kutoka utumwani umeshafika, umeshakaribia, na akatambua kwa nini niko utumwani, kwa nini tulipelekwa utumwani. Akajua hii ni ghadhabu ya Mungu, kuna mahali tulimkosea. Tulipomkosea Mungu, Mungu akawapeleka utumwani. Kule utumwani hakukuwa pazuri, waliteseka, waliishi maisha ya shida. Alipotambua hilo, Danieli alifunga, alivaa nguo za magunia, akaomboleza, akalia mbele za Mungu. Kwa nini? Hata kama muda umesogea, nisiposimama mahali palipobomoka sitatoka. Haleluya, watoto wa Mungu. Haleluya, wana wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema larueni mioyo. Hili ni wiki la kurarua moyo. Hili ni wiki la kujipeleleza mwenyewe. Hatutamtafuta mtu eti njoo tukupeleleze. Yaani wewe mwenyewe unaenda mbele za Mungu, unamwambia Mungu, kwa nini naishi haya maisha? Ngoja nikae upande huu. Bwana asifiwe. Yaani ni wiki la kujiangalia, hivi Mungu, kweli haya ndio maisha yangu? Mbona wewe ulisema umetubarikia, halafu ukasema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkatawale. Mbona kwangu hata utawala haupo? Mbona kwangu hata kakuku kakifugwa kana kufa? Hivi kweli huu ndio mbaraka? Hivi kweli hili ndio neno? Yaani unajichunguza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Si mpango wa Mungu tuishi maisha ya dhiki. Si mpango wa Mungu tuishi maisha ya magonjwa. Sio mpango wa Mungu uishi maisha ya kulia, ya kuonewa, ya kudharauliwa. Hapana, Mungu anataka tuishi maisha ya heshima, yenye kumpa yeye utukufu. Pale tunapoyapoteza, tunatakiwa kuchukua nafasi kumwambia Baba, ni wapi nimekosea? Sasa niseme nisiseme? Tatizo letu tunatafuta nani amenikosea. Utachelewa. Haleluya. Usitafute nani amezuia. Usitafute nani ameshikilia baraka zangu. Hata kama yupo, kama niko kwenye njia sahihi, nataka nikwambie atapambana, lakini hataweza. Kwani Yeremia alisema watashindana, lakini hatutawazuia kushindana. Acha washindane, lakini nikiwa kwenye njia sahihi, watakuja usiku, watacheza, asubuhi wataondoka, mimi nitaendelea. Lakini nikiwa kwenye njia ambayo sio yenyewe, watakapokuja ni kama wanagusa, lazima watanikamata. Mwaka huu hawatatukamata. Acha washindane, lakini hawatashinda. Haleluya. Shida ni nini? Ni kujua ufunguo ulipo. Hiki ni kipindi kizuri sana cha matengenezo ya nafsi zetu na maisha yetu. Ni kipindi cha kumrudia Mungu kwa toba ya kweli. Kwa toba ya kweli. Wala sio ile tulioizoea. Tunaungama. Unajua Wakristo wa leo tunaungama kila Jumapili kabla ya ibada. Si ndio? Ibada inapoanza tunaungama. Lakini unashangaa mtu yule amemaliza toba hapa, akitoka tu pale anaanza njia zile alizozizoea. Kama alizoea uongo, anarudia uongo ule. Hilo ni chukizo mbele za Mungu. Haleluya. Mungu anataka toba inayomzalia matunda. Kama nilikuwa muongo, baada ya ile toba nijutie ndani yangu, halafu aone sio muongo tena, sio mbea tena, sio mnafiki tena. Ni yule waliyemwita mnafiki, lakini amebadilisha
kuburudishwa na toba ya kweli. Bwana asifiwe, watoto wa Yesu. Kwa hiyo basi ni kipindi cha kuomba, kufunga na kuomboleza, kuonyesha majuto juu ya dhambi zetu. Biblia inasema kwenye Mithali 28:13 kwamba afichaye dhambi zake atafanya nini? Afichaye dhambi zake na hapo ndio penye shida kweli kweli. Yaani unakutana na mtu anajua kabisa amemkosea Mungu, lakini hataki ile dhambi ionekane ama itamkwe. Na mimi sihitaji ule uniambie dhambi yako, yuko wa kumwambia ni Yesu peke yake. Yeye huyo ndio wa kukaa naye kwenye kona na kumwambia Baba, najua mimi nimeua, mimi nimesengenya, mimi nimefanya hiki, mimi ni mwanadamu tu, usiniambie, ila mwambie yeye, itamke, jutia. Haleluya. Halafu kisha maliza, geuka kabisa, mwambie Baba, hili jambo kama nililifanya na wewe umenisamehe, sitalifanya tena. Afichaye dhambi zake. Hapo ndio penye shida. Na watu wengi tunapata shida kwa sababu ya dhambi tulizoziweka mioyoni. Kabisa. Yaani mtu anafika mahali anasema, dhambi hii, kwa mfano, mtu ni mzinzi. Hivi anaweza akasema mimi ni mzinzi? Haleluya. Kwa mfano, mtu ni mlevi. Hivi anaweza akajisema mimi ni mlevi? Ndio. Yaani hapo watu wengi huwa hawajifichaji. Anajua tu mimi ni mlevi, kwani ni mlevi. Lakini kuna baadhi, yaani unaona kabisa hili halitamkiki. Na mimi nataka nikwambie, hakuna dhambi yenye viwango vya juu wala vya chini. Dhambi ni dhambi. Kwa hiyo Biblia inapotuambia afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Tunapokosea tunafarakana na Mungu, tunakuwa mbali na uso wa Mungu. Lakini Mungu anapoachilia roho ya toba ndani ya mtu, anataka kukurudisha tena.